Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameutaka uongozi wa mkoa, uongozi wa wilaya na uongozi wa shehia kuhakikisha wananchi waliokuwa hawajaenda kuchukua fidia zao wanaenda kuchukua ili kurahisisha shughuli za maendeleo. Rais Dr. Mwinyi ametoa agizo hilo wakati akiweka jiwe la msingi daraja la Uzing'ambwa na barabara yenye urefu wa kilomita 8.7 mkoa wa Kusini Unguja, ikiwa ni mwendelezo wa shamra za kuadhimisha miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kukutana leo hapa katika shughuli yetu hii ya uwekaji wa jiwe la msingi la daraja la Uzing'ambwa, tukiwa tuko kwenye maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi yetu matukufu. Nachukua fursa hii vile vile kuushukuru uongozi wa Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kwa kunipa heshima hii ya kuwa mgeni rasmi kwenye uwekaji wa jiwe hili la msingi. Nasema asanteni sana. Ndugu zangu, tuko kwenye maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi yetu, na kama kawaida maadhimisho huyafanya kwa kuweka mawe ya msingi na ufunguzi wa miradi ya maendeleo ambayo imekamilika. Na toka tumeanza safari hii tumeshafungua miradi mingi, na leo tuko hapa, na nichukue fursa hii kuipongeza kwa dhati wizara hii ya ujenzi kwa kazi kubwa, kazi nzuri inayofanyika mijini na vijijini ya ujenzi wa barabara na madaraja. Tumejenga barabara nyingi mijini, nyote ni mashahidi. Kwa wale wanaofika mijini wanaona kila upande barabara kuu na barabara za ndani, lakini tumejenga barabara za vijijini kila upande katika nchi yetu. Lakini kama alivyosema mzee wetu pale, sasa hivi sio tu skuli na hospitali ndio za ghorofa, hata barabara za ghorofa sasa hivi zipo. Tuna flyover mbili, moja iko Kwerekwe na nyingine iko Amani, na kwa kweli leo nimefarajika sana kuona hatua ambayo ujenzi wa barabara au daraja hili la Uzing'ambwa alipofikia, kwamba baada ya miezi minne tu tutakuja kulifungua rasmi. Tumwombe Mwenyezi Mungu atupe uhai na uzima kuja kufanya kazi hiyo. Mara nyingi jambo likiwa zito watu hukata tamaa, wakadhani kwamba halitofanyika, lakini tumethibitisha kwamba ukiweka nia njia inapatikana. Kwa hivyo namshukuru mzee wangu leo kwa kuja kutoa ushuhuda wa kwamba yeye alikuwa mmoja katika aliotangaza kwamba hili jambo halitafanyika kwa sababu wamepita wengi hawakufanya, lakini yeye huyo huyo amekuja leo kusema kwamba anashukuru kwamba jambo hili limekamilika, na huo ndio uungwana. Mimi nilivyoiona ile clip, na ile clip iliruka sana, watu wengi waliiona, nikasema huyu mzee wala simjibu kwanza, nitakuja kusema siku ya kufungua lile daraja. Bahati nzuri wala sikuhitaji kusema mie, kasema mwenyewe, na ninamshukuru kwa uungwana wake. Ndugu zangu, katika maelezo ya kiutaalamu hapa tumepewa taarifa ya kwamba daraja hili linajengwa kwenda juu mita 4.5. Maji hapa yako katika, yani yakijaa yako katika mita 2.5. Kwa hiyo daraja letu liko salama, na bahati nzuri wataalamu wamefanya utafiti wakaona hata miaka 100 baadaye maji sana sana yatafika mita 3.5, bado daraja letu litakuwa salama. Kwa hiyo hakuna wasiwasi, hata baada ya miaka 100 daraja hili litapitika bila shida. Leo nimefarijika sana kuwepo hapa na kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa daraja letu ambalo kama tulivyoelezwa litakamilika mwezi wa 4 mwaka huu. Na mimi nasema kwa daraja hili Mwenyezi Mungu akiweka hai, sitaki mtu mwingine aje kufungua, nitakuja mimi mwenyewe inshallah. Amesema kuwa wapo baadhi ya wananchi hawajachukua fidia zao,
jambo linalopelekea changamoto kubwa katika kukamilisha ujenzi wa barabara. Hivyo amewataka uongozi husika kuhakikisha wanaondoa changamoto hiyo ili wananchi wote waweze kunufaika na maendeleo. Lakini tuna changamoto moja ambayo tumeelezwa hapa kwamba wapo wananchi karibu 60 bado hawajachukua fidia zao ili waturuhusu kukamilisha barabara. Eneo ambalo limeshatiwa lami limependeza zuri kabisa, yaani baada ya daraja pale unakutana na lami safi kabisa, na huku mwisho kuna lami nzuri kabisa, hapo katikati kuna mkwamo. Nichukue fursa hii niwaombe wananchi wale 60 wakachukue fidia zao, watuachie tumalize kazi ya barabara ya lami. Barabara hii ndugu zangu inakunufaisheni nyinyi wananchi wa huku. Kwa hivyo msiwe nyinyi ndio kikwazo cha kukamilisha kazi hiyo iliyobaki. Tumeona igizo hapa, mkipata matatizo ya huduma za afya, mkiwa na daraja na barabara ya lami, tutaondoa matatizo yale. Kwa hivyo nawaomba sana viongozi wa shehia, viongozi wa wilaya, viongozi wa mkoa, hakikisheni kwamba tatizo hili la watu ambao hawajachukua fidia wakachukue fidia zao, watuachie eneo tukamilishe. Mwezi wa 4 hatutaki kuja kufungua daraja barabara haijakamilika. Tunataka daraja na barabara vyote viwe vimekamilika, tunafungua kazi yetu huku iwe imekwisha. Aidha, Rais Dr. Mwinyi ametoa shukrani kwa mkandarasi wa kampuni ya CCEC kwa kazi nzuri wanayoifanya katika kuhakikisha ujenzi huo unakamilika kwa muda mwafaka. Kwa upande wake, Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Dr. Khalid Salum Mohamed amesema kuwa wizara inaendelea na utaratibu wa kulipa fidia kwa wananchi 60 waliobakia kati ya wananchi 219. Akitoa taarifa ya kitaalamu, Katibu Mkuu Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi Ali Said Bakari amesema ujenzi wa barabara ya Uzingambwa na daraja lake umeanza kujenga Januari 11, 2025 na unatarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwezi Machi 2026, ikiwa utatumia bilioni 36 za Kitanzania hadi kukamilika kwake. Mtazamaji, hii ni Zantime, usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment.